Mwanza tupo kwa ajili ya kuwasaidia wakina mama kuweza kuwanyanyua kiuchumi pamoja na vijana na wanaume, lakini haswa wakina mama ambao wana uwezo wa kuweza kufanya kazi bila kuwa na mitaji mikubwa, kuwa na watu wa kawaida, kuwabadilisha kuwa watu ambao wana uchumi mkubwa. Kitu kikubwa ambacho tunakifanya, tunawatengenezea mindset ya kuweza kusimama kibiashara. Huwa watu wengi hawaamini kwamba kwenye mindset zao wanaweza wakafanya biashara, lakini kwa sisi jinsi ambavyo tunashughulika nao, tunawaongoza hadi kuweza kutengeneza kipato kikubwa na kusafiri nje ya nchi na kutengeneza familia zenye uwezo mkubwa, pia kuweza kuwasaidia watoto wao kuweza kusoma shule nzuri na kuweza kutengeneza mapato makubwa. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote ambao wana uhitaji wa kutengeneza biashara, au watu walioajiriwa ambao wanaona kabisa kipato chao hakiwatoshi, watu ambao wanatamani kutengeneza kipato kikubwa lakini kukijenga kuanzia kwenye udogo hadi kufikia kwenye ukubwa. Hilo ndilo jukumu letu na ndio sababu kubwa iliyotuleta Mwanza, na tutahakikisha kabla hatujaondoka tumetengeneza watu ambao wana uwezo mpana wa kufikiri na uwezo mkubwa wa kufanya biashara ambazo hazina kikomo. Karibuni sana na tuko tayari kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa majina naitwa Dr. Shadidu Swaibu. Mimi ni mwanzilishi wa program ya Visionaries Team, ambaye lengo la program hii ni kuwawezesha watu kuweza kuboresha afya zao, lakini zaidi kuweza kuongeza kipato na kusafiri dunia. Tunajua kabisa kwamba ili uwe na afya bora kuna misingi ambayo lazima uizingatie, na watu wengi sana wanakuwa hawajui. Lakini zaidi pia kuna watu ambao wanawezeshwa hata na serikali na mabenki, wanapewa mikopo, lakini hawajui wapi wawekeze zile pesa zao ziweze kuwalipa vizuri. Na zaidi kuna watu ambao ni wapambanaji wazuri, wanafanya biashara lakini bado maisha hayabadiliki, wanaendelea kuwa na maisha yale ambayo yako ya chini. Kwa hiyo sisi program yetu namba 1 ni kukupatia elimu ya fedha, lakini namba 2 kukupatia fursa ya biashara ambayo itakusaidia kuweza kutimiza yale malengo yako kiurahisi. Lakini namba 3 kukufundisha namna gani mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanatakiwa yawe applicable katika biashara yako. Kwa hiyo sisi tuko na watu wenye ndoto, tuko na professionals, tuko na vijana na wamama ambao wanatamani kutimiza malengo, wanatamani kuongeza chanzo kingine cha kipato, lakini zaidi wanatamani kuwa na afya bora, kwa sababu pia kupitia hii program tuko na wellness center ambao tunafanya vipimo, tuko na madaktari pamoja na kuwapatia suluhisho kwa kutumia bidhaa ambazo ni supplements pamoja na nutraceutical. Kwa hiyo hii ni wito. Kwanza pia tumshukuru sana mheshimiwa mama yetu Mama Angelina Mabura kwa kuweza kuwa mgeni rasmi katika program hii ambayo tumeifanya hapa Mwanza kanda ya Ziwa, na hizi ni program ambazo tunazifanya mikoa mbalimbali. Majina anaitwa Ebiwela. Nawakaribisha watu wote ambao wana kiu ya ndoto. Yaani mtu unakuta na ndoto lakini unashangaa utokee wapi? Unakimbia mara huko, mara kule, mara ukimbia kwenye siasa, mara urudi huko. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu hii kampuni imenifanya nimetoka sana kiuchumi na sasa hizi naendelea vizuri. Hasa mimi na washauri wa mama, vijana ambao wako mkoa wa Mwanza na penginepo wachangamkie hizi fursa ambazo ziko serikali, kwa sababu serikali inakuwezesha kupata hata ule mkopo kwa ajili ya kuanza biashara. Na inakupa asilimia ndogo sana ambayo asilimia hawezi kufanya kama vile kampuni za kavusha damu ambazo mtu anaenda unachukua mkopo baadaye unaanza kufundisha vitu vya ndani. Serikali inakuwa inakuendesha kwa hatua ambao mali zako haziwezi kutaifishwa na unakuta deni unalipa kwa sababu bidhaa hii inauzika. Na sisi ukija tunakufundisha namna ya kufanya biashara, namna ya kushika mkono, na utachukua bidhaa kwa mgonjwa kama uko sehemu fulani, utamleta ofisini, atapimwa na atanutumia bidhaa, na kwa sababu zinasaidia na zinaponya, huwezi kufaili hata siku moja. Kwa fursa ambayo nimepata leo kuwa mmoja wa washiriki katika nafasi walionipa ya kuweza kufungua semina yao, lakini niwashukuru pia kwa kufikiria Mwanza kuja kufanya semina hii. Tunaona kufanya mambo mengine, lakini kwa Mwanza walikuwa hawajafika. Kama walifika labda sikuwa na taarifa. Na nishukuru pia kwa washiriki waliopo. BF Suma wanafanya kazi nzuri kwa sababu ni wengi ambao wamefanya vizuri kwa swala la afya na uchumi. Mambo mengi wanapofanya biashara lazima pia uwe na afya njema. Kwa katika kutenda kazi kwao, katika shughuli wanazofanya, wanaelewesha watu katika swala zima la kujenga kiuchumi na kuweza kutibu afya zao, kwa maana miili yao kuweza kujiwa. Na mara nyingi katika usemi wao wanawaambia afya na uchumi zinaanza na wewe. Kwa sasa kama wewe huna afya njema, hauwezi pia kufanya kazi za uzalishaji. Kwa hiyo lazima pia kwa afya yako uweze kutumia virutubisho dawa ambazo zinatumika tuweze kuwa na afya njema za kufanya kazi hiyo. Lakini vile vile fursa zilizotolewa na serikali. Tunashukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ameridhia sekta binafsi ziweze kuingia katika swala zima la kukuza uchumi.
BF Suma nao wameingia katika staili ya afya na uchumi, wakiwa na hivyo virutubisho ambavyo vinatolewa, lakini wakiwa wanatoa maelezo ya afya mbalimbali za watu na namna kuweza kutunza mwili wetu. Kwa nachotaka kusema, ukiunganisha fursa za serikali na hizi ambazo sekta binafsi zinaenda, watu wataweza kukuza uchumi wao vizuri, wataweza kufanya kazi zao vizuri. Maana huwezi kufanya kazi kama afya yako ni mbovu, lakini pia unafanya kazi ukiwa na afya njema, unakuza uchumi wako. Kwa hiyo vyote viwili lazima viende pamoja. Kwa mambo ya swala la afya na uchumi vinaenda sambamba. Kwa rai yangu kwa wanasemina ambao wamepata fursa ya kuja hapa, washikilie kile ambacho wamefundishwa, lakini pia waangalie fursa nje ya hapa kuweza kuwawanisha ili waweze kusonga mbele. Kwa mfano, unaweza ukataka kuingia kwenye mfumo mzima lakini mtaji nani? Kumbe serikalini pia kuna mahali unaweza ukapata mtaji ukaja ukasogeza biashara yako ikaenda vizuri. Kwa sababu hii nakutaka pia utembee katika kuelimisha, mpaka mtu akuelewe, achukue dawa, atumie, afanye mambo ili aweze kupata afya. Kwa ukiunganisha mambo yote mawili, mtaji unakuwa umepata, bidhaa unazo.